kukua kwa kasi sana duniani. Vitu vingine kama hivyo nitakuwa ninakuangushia baadaye, lakini kwa sasa hivi msikilizaji, niruhusu sana na kuomba niruhusu sana nikuletee jukwaa letu ili ukafahamu mawili matatu ambayo yako kwenye jukwaa na tunapozidi kusonga mbele katika hatua hii. Msikilizaji, ni kwamba hatua hii kwamba Israeli na Iran za shambulia na vikali, msikilizaji, ambapo Trump adai mazungumzo yanaendelea. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran yanaendelea kwa sasa, akisisitiza kuwa utawala wake unazungumza na watu sahihi ndani ya Iran. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump amesema Iran inaonyesha utayari mkubwa wa kufikia makubaliano, akidai kuwa wanataka kufanya makubaliano kwa nguvu zote. Haya ya kijiri ni kwamba Trump amesema Iran imeipa Marekani zawadi kubwa ya thamani. Marekani Donald Trump amedai kuwa Iran imetoa kile alichokiita zawadi kubwa inayohusiana na masuala ya mafuta na gesi, akisema hatua hiyo ni ishara ya uwezekano wa mafanikio katika juhudi za kumaliza vita. Akizungumza leo na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval, Trump amesema zawadi hiyo ina thamani ya fedha nyingi sana, lakini hakutaja ilichokuwa hasa. Walifanya jambo la kushangaza jana, walitupa zawadi. Ilikuwa zawadi kubwa sana, amesema Trump, akiongeza kuwa tukio hilo limemfanya aamini kuwa Marekani inazungumza na watu sahihi. Alipobanwa kufafanua, Trump alisema zawadi hiyo haikuhusiana na masuala ya nyuklia bali mafuta na gesi, na akaashiria kuwa inahusiana na mtiririko wa usafiri katika mlango wa Hormuz. Pia alidokeza kuwa Marekani inaweza kupata ushawishi mkubwa juu ya njia hiyo muhimu ya bahari. Tutakuwa na udhibiti wa chochote tunachotaka, alisema. Trump alieleza matumaini kuwa vita vinaweza kumalizika hivi karibuni, akisema baadhi ya viongozi wa kijeshi wangependa mapigano yaendelee. Nadhani tutamaliza hili, alisema. Rais huyo pia alirudia madai kuwa utawala wake unazungumza na watu muhimu nchini Iran, akisema Tehran inataka sana makubaliano. Amesema mazungumzo hayo yanafanywa na maafisa wa juu wa Marekani, akiwemo Jared Kushner, Steve Witkoff, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na makamu wa rais JD Vance. Trump pia amesema alikuwa amepanga kushambulia kituo kikuu cha umeme cha Iran, lakini alisitisha baada ya Tehran kudaiwa kuonesha nia ya kwanza mazungumzo. Pia alisisitiza kuwa Iran hairuhusiwi kuwa na silaha ya nyuklia, akidai Tehran tayari imekubali hilo. Hata hivyo, Iran imekanusha kuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, ikisema mawasiliano yaliyofanyika yamekuwa ni kupitia upatanishi tu. Trump pia amedai kuwa mashambulizi ya Marekani na Israel yamesababisha mabadiliko makubwa ya uongozi nchini Iran na kuyaita mabadiliko ya utawala, lakini akaonya kuwa simwamini mtu yeyote, akionyesha hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu maendeleo ya hali hiyo. Are you going to send Jared Kushner and Steve Witkoff to do direct negotiations with the Iranians? Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. All of the anti-aircraft is gone. Most of their missiles are gone. We either shot them or they shot them and don't have them anymore. They're down to a trickle. Pretty much everything they have is gone. I don't know. Can you name one thing that's not gone or
Can you name one thing that's doing well? You know, if you read the papers, you think we're tied. You think we're in a tough battle. We are roaming free over Tehran, the city, Tehran, as opposed to Iran. We're roaming free. We can do whatever we want. And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. And we held off based on the fact that we're negotiating. Yeah. What was the turning point to make you want to pursue a ceasefire? A few days ago, you said you wanted to continue bombing Iran. Now you want to pursue peace talks. Was there something that happened? The fact that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Ndio tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, kwenye jukwaa letu asubuhi hii, wakati ambapo namna hiyo unarauka na kutufuatilia, basi hujakosea, unasikiza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tuko kwenye hatua ya jukwaa ambapo Iran yatoa zawadi kubwa kwa Marekani. Jinsi rais wa Marekani anavyosema kwamba Rais Trump amedai kuwa Iran imeipa Marekani kile alichokiita zawadi kubwa sana kupitia majadiliano na akihusisha swala hilo na mafuta na gesi. Kwa mujibu wa Trump, makubaliano hayo yanahusiana na eneo nyeti la mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishwaji wa mafuta duniani. Hata hivyo hakutoa maelezo zaidi kuhusu asili ya zawadi hiyo, japo amesema ina thamani kubwa, jambo lililoacha maswali mengi kuhusu kilichokubaliwa kati ya pande hizo mbili. Pentagon inatarajiwa kutuma maelfu ya wanajeshi kutoka kikosi maalum cha jeshi la Marekani 82 Airborne Division kwenda Mashariki ya Kati, kwa mujibu wa Russia. Hatua hiyo itaongeza nguvu ya kijeshi ya Marekani, huku Rais Donald Trump akizungumza kuhusu uwezekano wa makubaliano ya Tehran kuhusu kumaliza vita. Russia zimeripoti kwa mara ya kwanza tarehe 18 Machi kuwa utawala wa Trump ulikuwa unafikiria kutuma majeshi zaidi, hatua ambayo ingeweza kupanua uwezekano wa kuhusisha operesheni ndani ya ardhi ya Iran. Hatua kama hiyo imeongeza hatari katika mzozo ambao tayari umeshaingia wiki 4 kuathiri masoko ya kimataifa. Maafisa hao waliokuwa wakizungumza kwa sharti la kutotambulika hawakutoa maelezo ya mahali ambapo wanajeshi hao wanapelekwa au lini watapofika katika eneo hilo. Kuhusu hili, msemaji wa White House Ann Kelly amesema kama tulivyoeleza, Rais Trump daima ana chaguo zote za kijeshi kwenye mikono yake. Hadi sasa hakuna uamuzi uliofanywa kutuma majeshi ndani ya Iran yenyewe, alisema chanzo kimoja, lakini hatua hii itaongeza uwezo wa Marekani kwa ajili ya operesheni zinazoweza kufanyika baadaye katika eneo hilo. Unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo Marekani yawasilisha masharti haya yafuatayo 15. Rais wa Marekani Donald Trump umewasilisha masharti 15 kwa Iran kama sehemu ya mpango wa kumaliza mzozo unaoendelea, kwa mujibu wa ripoti ya Channel 12 ya Israel. Ripoti hiyo inasema masharti hayo yanaendana kwa kiasi kikubwa na malengo ya vita ya Marekani na Israel. Hata hivyo, maafisa wa Israel wanaripotiwa kuwa na wasiwasi kwamba Washington inaweza kusukuma makubaliano ya haraka ya mfumo wa awali bila kuhakikisha masharti hayo yote yanakubaliwa kwanza. Kwa mujibu wa vyanzo vinavyofahamu mazungumzo hayo, washauri wakuu wa Trump, Jared Kushner na Steve Witkoff, wamependekeza mpango unaoanza na usitishaji vita wa mwezi mmoja, ambapo pande husika zitafanya mazungumzo kuhusu makubaliano ya vipengele 15. Mbinu hiyo inafanana na makubaliano ya awali yanayosimamiwa na utawala wa Trump katika migogoro ya kikanda. Channel 12 imesema uwezekano wa makubaliano ya haraka na yasiyo na ufafanuzi kamili unawapa hofu viongozi wa kisiasa na usalama wa Israel, wanaohofia kuwa vita vinaweza kumalizika kabla masharti muhimu hayajakamilishwa, hali inayoweza kuipa Iran faida. Sasa masharti haya 15 ya Marekani kwa Iran ni kama ifuatavyo: 1, Iran lazima ivunje uwezo wake uliopo wa nyuklia. 2, Iran
lazima ikubali kamwe kutotafuta silaha za nyuklia. 3, hakutakuwa na urutubishaji wa uranium ndani ya ardhi ya Iran. 4, Iran lazima ikabidhi akiba yake ya takriban kilo 450 za uranium iliyorutubishwa kwa 60% kwa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic, yani IAEA, kwa ratiba itakayokubaliwa. 5, vituo vya nyuklia vya Natanz, Isfahan na Fordo lazima vivunjwe. 6, IAEA lazima iruhusiwe ufikiaji kamili, uwazi na usimamizi ndani ya Iran. 7, Iran iachane na mfumo wake wa makundi wa shirika wa kikanda, yani proxy paradigm. 8, Iran lazima isimamishe ufadhili, uelekezaji na silaha kwa makundi wa shirika wa kikanda. 9, mlango wa Hormuz lazima ubaki wazi na ufanye kazi kama njia huru ya baharini. 10, mpango wa makombora wa Iran lazima upunguzwe kwa umbali na idadi, viwango vitakavyowekwa baadaye. 11, matumizi yoyote ya baadaye ya makombora yatakuwa ni kwa ajili ya kujilinda tu, alafu manufaa kwa Iran endapo itakubali. 12, Iran itapewa kuondolewa kamili kwa vikwazo vya kimataifa. 13, Marekani itaisaidia Iran kuendeleza mpango wake wa nyuklia wa kiraia, ikiwemo uzalishaji wa umeme katika kituo cha nyuklia cha Bushehr. Na 14, utaratibu wa snapback wa kurejesha vikwazo moja kwa moja utaondolewa. Sasa ripoti hiyo imezitaja hizi 14 peke yake kati ya masharti hayo 15 ambayo Marekani imeweka mezani kuhakikisha kwamba inamaliza vita na Iran. Na ujue kwamba Iran pia na yenyewe ina masharti yake. Unasikiza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo tupo kwenye jukwaa letu msikizaji, ambapo tunakudadavulia mengi. Ndio stesheni ambayo inakupatia ukweli na vile vile burudani, ambapo tunakudadavulia mengi tu ambayo yanajitokeza. Dakika hizi ambazo ni saa 1:29 unaenda moja kwa moja kupokea taarifa ya habari, alafu baadaye tukirejea basi atakuwa nakuletea kwamba hakuna muda mwingi uliosalia kwa Marekani kujinasua kutoka kwenye mkwamo, na kueleza kwamba ni nani ambaye anazungumza haya ili uweze kuwa na ufahamu wa hayo ambayo yanajitokeza katika ukanda huo wa kati. Sasa hivi basi tupokee taarifa ya habari saa 1:30 ndio hii. Tupokee taarifa ya habari. Unasikiza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Kwenye taarifa zetu, watu wawili wakamatwa nchini Kenya baada ya kufukuliwa miili 33 kwenye kaburi la pamoja eneo la Bonde la Ufa. Ghana na Umoja wa Ulaya zatiliana saini mkataba wa kwanza wa ushirikiano. Na rais wa Marekani Donald Trump aitumia Iran mapendekezo yake kuhusu mpango wa amani. Asubuhi njema kwako msikilizaji. Nchini Kenya, karibu miili 33 imefukuliwa kutoka kaburi la pamoja kwenye kaunti ya Kericho huko eneo la mkoa Bonde la Ufa, watu wawili wakiwa wamekamatwa wakihusishwa na tukio hilo. Hilary Ngati na maelezo ya kina. Mili hiyo inajumuisha watoto 25 na 8 ikiwa ni ya watu wazima kulingana na mamlaka kwenye eneo hilo. Imeripotiwa kwamba baadhi ya mili hiyo ilikuwa imeanza kuoza, wakati mingine ikiwa bado, ishara kuwa huenda ilizikwa kwa nyakati tofauti. Mili hiyo imehifadhiwa kwenye makafani kwa uchunguzi zaidi kubaini sababu zilizopelekea izikwe kwenye kaburi la pamoja na ilitoka wapi. Tukio hili linajiri mwaka mmoja kupita, ambapo mwaka 2024 mili zaidi ya 400 ilifukuliwa kwenye kaburi la pamoja katika msitu wa Shakahola
Shakahola, kaunti ya Malindi, pwani ya Kenya, mchungaji maarufu Paul Mackenzie akihusishwa na kuhusika na anaendelea kuzuiliwa na polisi, kesi yake ikiendelea. Nchini Kenya, idadi ya vifo kutokana na mafuriko yanayoendelea kushuhudiwa kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha imefikia watu 88, huku serikali ikisikitika kuwa kaunti 21 zimeathiriwa na kuna uhitaji mkubwa wa msaada wa kibinadamu. Mahakama ya rufaa kwenye mji wa Dodoma nchini Tanzania sasa inasubiriwa kutoa uamuzi katika kesi iliyowasilishwa na chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema, ambacho kinapinga kuzuiliwa kufanya shughuli za kisiasa tangu mwaka jana mwezi Juni. Baada ya uchaguzi wa mwaka jana, baadhi ya waliokuwa viongozi walifungua kesi wakidai kutokuwepo kwa mgawanyo sawa ya mali za chama na upande wa Zanzibar, ambapo mahakama kuu iliweka zuio la muda. Haya yakijiri, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche pia ameitaka mahakama hiyo kusikiliza kwa haraka mapitio ya shauri lililowasilishwa na mashtaka kuhusu kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wake Tundu Lissu ambaye yuko gerezani. Leo ni siku 350, mwaka una siku 365, bado siku 15 tu mwenyekiti wetu atakuwa ametimiza mwaka mzima ndani ya kuta za magereza ya Ukonga kwa kesi ambayo wote tunajua ni kesi ya uongo, kesi ya kutunga. Tunalizungumza hili na mwenyekiti amelileta kwenye attention, sio kwa sababu yoyote ile, bali ni kwa sababu za kiafya, sababu ya afya yake, sio kwa sababu hata wangetaka kudrag, angekuwa mzima, hata wakidragi kesi miaka 3, hakuna siku tutapiga magoti kama tulivyosema siku ya kwanza. Ni sauti yake John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, akizungumza akiwa Dodoma. Polisi na wanajeshi waliokuwa wamezingira makazi ya aliyekuwa mgombea urais wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine sasa wameondoka siku chache kupita tangu kutolewa kwa shinikizo na wabunge pamoja na watetezi wa haki za binadamu. John Baptiste Nambeshe ni kiongozi wa wachache katika bunge la Uganda na mwanachama wa chama cha NUP. Polisi ya president yetu ya National Unity Platform, His Excellency Robert Chagulanyi, wamefanya vizuri, lakini damage has already been done. Hawawezi rekebisha zile mistakes na mabaya, maumivu yote wameleta kwa hiyo boma, na wenye hiyo boma hawawezi rekebisha. Wamechukua muda mrefu sana, hawakuwa na reason mzuri ya kukaa muda mrefu hivyo, na hata wakati walijua mwenye boma ameshaondoka hawakuondoka, na hiyo wanaondoka kama dunia mzima. Mmeona unyanyasaji yenye imeletwa kwa familia ya Honorable Chagulanyi Sentamu. Najua kama umeweka kesi kotini haiwezi oza, so hiyo bado iko active. Hii ni criminal trespass kabisa, lazima iendelee. Ni sauti yake mbunge wa chama cha NUP John Baptiste Nambeshe kinachoongozwa na Bobi Wine alipozungumza na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Lukwago. Wapiganaji wa RSF nchini Sudan wamesema wamechukua mji wa kimkakati wa Kurmuk katika jimbo la Blue Nile kufuatia makabiliano makali na jeshi la Sudan, ambapo watu karibu 400 wanasemekana kuuawa. Hata hivyo, idadi hiyo bado haijathibitishwa. Nchi ya Eritrea juma hili itamaliza miaka 18 ya kujitenga na kombe la mataifa ya Afrika wakati watakapowakaribisha Eswatini katika jiji la Morocco na Meknes kwa ajili ya mechi ya kwanza ya kufuzu kwa mashindano ya mwaka 2027. Minzileti Jai, tunajadili nini kwenye habari rafiki? Naam, katika makala ya habari rafiki, wakati vita vya Mashariki ya Kati vikiendelea kwa wiki ya 4, baadhi ya mataifa ya Afrika yameanza kushuhudia changamoto ya nishati ya mafuta kutokana na hatua ya Iran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya bahari ya usafirishaji wa bidhaa hiyo muhimu. Tunamuuliza msikilizaji, je, nchi yako imeanza kushuhudia uhaba wa mafuta? Unafikiri nchi yako imejiandaa kukabiliana na changamoto hii? Shiriki mada kwa kutuma maoni ya sauti kwenda namba alama ya kujumlisha 254 110 000 420.
Ghana na Umoja wa Ulaya hapo jana ziliitiliana saini mkataba wa kwanza wa ushirikiano katika masuala ya ulinzi, wakati huu taifa hilo la Afrika Magharibi likijaribu kujiweka kama kinara wa ukanda katika kuongoza vita dhidi ya makundi ya kijihadi. Kaja Kallas ni mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya. This is the first kind in African country. And it matters. Huu ni mkataba wa aina ya kwanza katika nchi ya Afrika na ina umuhimu kwa sababu usalama barani Ulaya na Afrika umeunganishwa. Mkataba huu mpya unaturuhusu kufanya kazi kwa karibu zaidi katika maeneo kama vile kupambana na ugaidi, kuzuia migogoro na usalama wa mtandao. Haya yote ni maeneo ambayo ni muhimu kwa raia wetu barani Ulaya, lakini pia hapa Ghana. Aidha, mkataba huu umetiwa saini wakati ambapo nchi za Afrika Magharibi zinaendelea na juhudi za kujaribu kudhibiti mashambulio ya wanajihadi wa Kiislamu yaliyoongezeka hivi karibuni. Raia wawili wa Urusi wanaotuhumiwa kwa makosa ya kueneza habari potovu kulenga kuathiri uchaguzi wa mwaka 2027 kule Angola wamefikishwa mahakamani hapo jana jijini Luanda, ingawa kesi yao imeahirishwa hadi Aprili 14. Watu 14 wakiwemo wanajeshi wawili wa kujitolea wameuawa nchini Burkina Faso katika shambulizi tofauti ya wanajihadi katika eneo la Mashariki ya Kati ya nchi hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma pendekezo yake ya mpango wa amani kwa utawala wa Iran, wakati huu akionyesha matumaini ya kumaliza vita inayoelekea karibu mwezi mmoja. Mpango huu umetumwa wakati ambapo Tehran imesema itaruhusu meli toka mataifa ambayo hayana ugomvi na nchi hiyo kupita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. They did something yesterday that was amazing actually. Jana walifanya jambo ambalo ni la kushangaza kwa kweli. Walitupa zawadi na zawadi ikafika leo hii. Ilikuwa zawadi kubwa sana yenye thamani ya kiasi kikubwa cha pesa. Na sitawaambia zawadi hiyo ni nini, lakini ilikuwa ni zawadi muhimu sana. Walisema wangeitoa. Kwa hivyo hiyo ilimaanisha kitu kimoja kwangu, kwamba tunashughulika na watu sahihi. Haikuwa na uhusiano na nyuklia, ila ilikuwa na uhusiano na mafuta na gesi. Na ilikuwa jambo zuri sana waliolifanya, lakini kilichonionyesha ni kwamba tunashughulika na watu sahihi kabisa. What it showed me is that we're dealing with the right people. Haya yanajiri wakati huu jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa shinikizo la kukomeshwa kwa vita kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Bei ya mafuta ghafi katika soko la dunia zimeshuka kwa karibu 6% baada ya ripoti kuwa rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha pendekezo la amani kwa Iran. Mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump katika tume ya amani ya Gaza, Nicole Mladenov, amelitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwashinikiza wapiganaji wa Hamas kuweka chini silaha kama sehemu ya utekelezaji wa mpango wa kusitishwa mapigano kati yao na Israel. Boti ya kwanza ya msaada ya flotila inayobeba chakula cha msaada na dawa imewasili Cuba, hii ikiwa ni msaada wa kwanza kwa nchi hiyo ambayo inakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwa ukosefu wa umeme. Saa 1:40 saa za Afrika Mashariki. Tupate habari za michezo naye Emmanuel Makundi. Hujambo? Naam, sijambo Karo. Tuanzie hapa nchini Kenya. Jana nilikuwa nimekufahamisha kwamba katibu mkuu kwenye wizara ya michezo alikuwa amethibitisha kwamba Kenya itawajibika katika kufikia lengo la kulipa kiasi cha dola za Marekani milioni 30 kama kiasi ambacho inatakiwa itoe kama nchi mwenyeji kwa ajili ya mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika mwaka 2027 ambapo yataandaliwa kwa pamoja katika nchi za Kenya, Uganda pamoja na Tanzania. Jana waziri wa michezo amesisitiza hilo wakati akizindua rasmi mpango wa michezo kwa ajili ya mashindano ya wanawake ya FIFA ambayo yatakuwa yanafanyika hapa nchini Kenya, na alikuwa na kauli hii.
Najua katika siku chache zilizopita kumekuwa na ripoti nyingi hapa na pale. Nataka kutumia fursa hii kuwahakikishia Wakenya wote, kuwahakikishia wadau wetu wote wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na CAF, kwamba Kenya iko tayari kuandaa AFCON ya mwaka 2027 na hakuna shaka kwamba tutaweza kutimiza wajibu wetu. Naam, swala hili limeendelea kuzua mjadala kwa sababu makataa ya mwisho ni tarehe 30 ya mwezi huu, Karo, ni Jumatatu tu. Lakini ukiona waziri anatoa tamko, hawezi kuongea kama bosi wake hajamwambia kitu. Kwa hivyo nadhani pesa ziko zitatolewa. Swali linakuwa ni kwamba amesema wanazungumza na Wizara ya Fedha, wanazungumza na serikali kuona namna wanaweza kupata hizo pesa kabla ya. Mimi nina matumaini kwa sababu ninajua tukio hilo ni la kihistoria kwa Afrika Mashariki. Ikiwa kuna taifa moja litakosa, itakuwa pigo kwetu pia. Na Kenya iliandaa mashindano ya CHAN kwa mafanikio makubwa. Kwa nini ishindwe kuandaa AFCON? Na alikuwa akizungumza hayo kama nilivyokuambia katika uzinduzi wa mashindano ya FIFA ya Women's Series ambayo yatafanyika hapa nchini Kenya kuanzia tarehe 11 na 15 ya mwezi ujao. Umesema katika habari yetu kuhusiana na timu ya taifa ya Eritrea, unaweza ukawaita ngamia wa kule katika Bahari Nyekundu. Sasa leo hii watakuwa na mchezo dhidi ya Eswatini kule Morocco, mchezo wa kutafuta tiketi ya kucheza fainali za kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2027. Na Eritrea inarejea kama ulivyosema, Karo, baada ya takriban miaka 18. Tumekuwa tukishuhudia mara kadhaa wakati wa michuano ya Sekafa ya Kagame Cup kwa timu za taifa ama vilabu ilikuwa inashiriki. Na baada ya mashindano kumalizika ama timu yao ya taifa kutolewa, basi wachezaji walikuwa wanazamia wanabaki Tanzania ama wanabaki Uganda ama wanabaki Rwanda kwa ajili ya kwamba hifadhi, wakisema kwamba wanaogopa kurudi nyumbani kwa hofu za usalama wao na kadhalika. Sasa leo hii chama cha soka cha Eritrea kimesema kwamba wanarejea kwa kishindo. Nitakujuza zaidi katika matangazo ya awamu ya pili. Nama ni kushukuru sana Makundi. Asante. Sasa tupate uchambuzi wa magazeti. Ruben Lupmuka amejajaa hapa studioni. Sijui umekuja na magazeti gani na gani? Na kweli kabisa nimejajaa, Carol. Natumai pia msikilizaji na mtazamaji huna neno hapo ulipo. Nimekuja na magazeti kadhaa. Miongoni mwa magazeti haya ambayo nimekuja nayo hapa, Carol, ni pamoja na gazeti la Taifa Leo ambalo linachapisha habari nchini Kenya. Kichwa cha habari kimechapishwa hapa kwa wino uliokolea: uhaba wa mafuta wanukia, licha hakikisho la serikali kuwa kuna akiba ya kutosha. Daily Nation lenye laandika siasa zinazoamsha huzuni za gongana, uchunguzi wa kifo cha Regina miaka 3 sasa, huku washukiwa wakiendelea kuhojiwa, wauaji wanafahamika. Bali mambo ndio hivyo tena. Ni gazeti la Daily Nation, litafute utapata zaidi. Gazeti la The Monitor la huko Uganda limekuja na habari ya kidini kabisa. Sherehe za kutawazwa rasmi kwa askofu mkuu wa kwanza mwanamke wa Canterbury, Sarah Mulali, akitoa maoni yake wakati wa sherehe ya kutawazwa leo hii. Ataeleza leo mambo atakavyokuwa. Kianglikana bila shaka. Hakika. Kule DRC, Le Volcan News laandika uchunguzi kuhusu kisa cha mwanaume mmoja ambaye mwenye umri wa miaka 61 anatuhumiwa kwa mauaji na ubakaji wa wanawake wawili vijana. Mmoja kati ya hao wanawake aga dunia. Actualite.cd laandika kuhusu mkutano wa 13 wa magavana. Rais Felix Tshisekedi afungua shughuli za mkutano huo chini ya kauli mbiu mabadiliko ya sekta za kilimo, ufugaji na uvuvi, maendeleo ya vijijini na muunganisho wa masoko ya mijini. Ni huko Bandundu, ni province ya mkoa wa Kwilu. Gazeti la Mwananchi huko Tanzania laandika ulinzi na usalama, masharti kabla ya kufunga CCTV. Tume yabainisha unavyopaswa kulinda faragha za majirani. Kule Rwanda, gazeti Times, Rwanda 12 watafaidika na usaidizi mpya wa ujasiriamali wa wakfu wa toni
Elumelu kutoka Nigeria. Sudan Tribune limechapisha habari kuhusu muungano wa vikosi vya RSF na SPLM wathibitisha kuuteka mji wa kimkakati wa Kurmuk. Asante Lukumbuka. Sasa tupatie makala Afrika Mashariki na Martin Nyoni. Tukitambikia tunakuwa tuna asilimia, yani malengo yetu makuu ni kupata asilimali za humu, kwa mfano kama samaki. Wakati juhudi za kulinda rasilimali za asili zikiendelea kupewa kipaumbele katika ukanda wa Afrika Mashariki, swali linaibuka, je, maarifa ya jadi yana nafasi gani katika uhifadhi huo? Kwa wastani yawezekana wengine wasifahamu, sababu hii siri ya miamba na mawe haya ndio kuna mambo mengi ya mila na desturi. Kutoka visiwa vya Ziwa Victoria, simulizi ya kisiwa cha Mbezi inaleta mjadala mpya kati ya sayansi na imani za kale. Ni ipi ina nguvu ya kulinda samaki wa ziwa hili kubwa barani Afrika? Mila ambazo zikiendekezwa sana sana zilikuwa masuala ya uvuvi. Hali ya samaki kipato kipungua, sikuwa natumika mila. Katika Ziwa Victoria, ambalo ni tegemeo kuu la maisha kwa mamilioni ya wakazi wa ukanda wa Afrika Mashariki, changamoto ya kupungua kwa samaki imekuwa ikihusishwa na uvuvi haramu, mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la shinikizo la rasilimali. Kuna eneo ambalo tumelitenga kabisa kwa ajili ya mambo yetu. Sifa za hilo eneo, yani hakuna kugusa mwanamke wala kukanyaga kule. Hata hivyo, katika kisiwa cha Mbezi kilichopo wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza, baadhi ya wakazi wana mtazamo tofauti. Wanaamini kupungua kwa samaki kunatokana na kupuuzwa kwa mila na desturi za jadi. Na kweli tambiko lilifanyika na kipato kikapatikana. Angalau wengine hawakuwa na imani, lakini waliona matokeo yake. Dagaa zilikuwa ni nyingi, hata sangaa pia na wenyewe walipatikana kwa wingi sana. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, karibu katika makala Afrika Mashariki. Hii leo tunaangazia nafasi ya mila na desturi katika shughuli za uvuvi na uhifadhi wa rasilimali za Ziwa Victoria. Mwandalizi na msimulizi wako unaitwa Martin Nyoni. Karibu tuwe pamoja hadi tamati. Kisiwa cha Mbezi, licha ya kuwa kiserikali ni mtaa ndani ya wilaya ya Ilemela, kinaishi katika mizani ya kipekee katika utawala wa kisasa na urithi wa jadi. Hapa shughuli kuu ni uvuvi, lakini uvuvi huu haujengwi tu kwa nyavu na mitumbwi, bali pia kwa imani na matambiko. Monica Badegeleke, mtoto wa mtemi wa kisiwa hicho, ananisimulia kwa msisitizo kuwa siri ya amani, utulivu na maendeleo ya Mbezi imefichwa katika miamba inayozunguka kisiwa hicho. Kwa wastani yawezekana wengine wasifahamu, sababu hii siri ya miamba na mawe haya ndio kuna mambo mengi ya mila na desturi za kwenye kisiwa hiki. Mila hizo ni zile mila naona zile za jadi, sababu humu ndipo mambo yetu mengi tunayafanya sisi katika ukoo wetu, ndio tunafanya mambo ya jadi na mila katika kisiwa hiki. Kwa mfano, huwa tunakaa kila baada ya miaka miwili tunatambikia mila na desturi. Tukitambikia tunakuwa tuna asilimia, yani malengo yetu makuu ni kupata asilimali za humu, kwa mfano kama samaki, pesa, biashara na mambo mengine mbalimbali ya kiuchumi. Kwa sababu ndio mila na desturi yetu, tuliazimia hivyo, tufanye hivyo. Kwa mujibu wa wenyeji, miamba na mawe yanayozunguka kisiwa hicho ubeba siri ya urithi wa vizazi uliokuwa ukilinda ustawi wa uvuvi kwa muda mrefu. Tukishaenda kutambika, huwa tunashuhudia watu wanapata sana samaki. Biashara huwa zinakubali, kila aina ya biashara yoyote ile huwa inakubalika. Susani sana wavuvi huwa wananufaika sana kwa upande wa samaki. Hata wafanya biashara wadogo wananufaika sana na biashara zao. Tulifikiria kwa sababu watu walikuwa wakienda mle kiholela ovyo ovyo, yani kisiwa chetu kilikuwa kinayumba sana kiuchumi, maisha watu nayumba sana. Ndio maana tukaamua hebu tujaribu sasa kuziangazia hizi njia ni zipi zinazotufanya tukwame. Baadaye ndipo tukaja tukagundua tumelisahau hili eneo, inatakiwa sasa hili eneo tulitukuze. Kwa mujibu wa Monica, kuna eneo maalumu lilotengwa kwa ajili ya matambiko, likilindwa na taratibu kali za kimila. Moja ya masharti ni kwamba wanawake hawaruhusiwi kufika katika eneo hilo maalumu la tambiko,
na ni kanuni inayoheshimiwa kwa vizazi. Kuna eneo ambalo tumelitenga kabisa kwa ajili ya mambo yetu. Sifa za hilo eneo, yani hakuna kule mwaroni kabisa, hakuna kugusa mwanamke wala kukanyaga kule. Hakuna mtu yoyote atakayekwenda kujisaidia ovyo ovyo au kukojoa ovyo ovyo. Huko ndiko kwenye mila yetu na desturi yetu, ndiko tunakufanyia matambiko yetu. Katika kuhakikisha mila hizo hazipotei, wazee wa kisiwa hicho wamekuwa mstari wa mbele kuwarithisha vijana utamaduni huo, huku wageni wanaofika katika kisiwa hicho nao ufundishwa kwa heshima mila na desturi za kisiwa hicho. Kwa kizazi ambacho kinachokuja hiki, kwa mfano kama wewe una dini yako, kuacha mambo ya dini siku moja sio kosa. Ndio maana vijana wengi sasa hivi wako kwenye madhehebu ya makanisa mbalimbali, lakini wao ukifika muda lazima vijana tuwahusishe ili kusudi na wao ndio ngao yao ya kesho katika jamii zao. Tunafanya wote kwa pamoja. Lakini si kila mtu anaiona hali hii kwa jicho la kiimani pekee. James John, mwenyekiti wa mtaa wa Mbezi, ambaye ameishi kisiwa hicho kwa takribani miaka 20 sasa, anasema ameshuhudia mengi, ikiwemo simulizi za ajabu zinazohusishwa na nguvu za jadi. Kwa sababu sio mila tu za kuzungumzika mdomoni kwa zamani. Hazikuzungumzika tu mdomoni, inakuwa inaonekana matendo. Ila baada ya sasa kuingia nguvu ya Mungu, ndio haya mambo yanaanza kufanyaje? Kumaliza kasi. Sasa hivi unaweza kusema tu kwa kuna wepesi tu kuzungumza, mtu akajisikia kama mbona kama wananinyanyasa. Lakini zamani sehemu ambazo mwanamke alizuiwa kufika, akifika alikuwa anaingia kwenye period, siku zake haziwezi kukoma. Siku zinahatarisha hadi maisha yake. Kwa hiyo kwa hali hiyo tu akiona yeye mwenyewe lazima ajikopeshe kwamba hapana, sehemu siwezi kwenda. Kwa upande wa uvuvi, hali ya sasa ya uvuvi inaleta wasiwasi. Thomas Shigongwa, mvuvi mkongwe wa kisiwa hicho, anasema nyavu hazijazi kama ilivyokuwa zamani. Mila ambazo zikiendekezwa sana sana zilikuwa masuala ya uvuvi. Hali ya samaki kipato kipungua, sikuwa natumika mila, naandaliwa ng'ombe na vitu ambavyo vinafuatana na pale kama ulezi, wanafanya tambiko kwa kuchinjwa ile ng'ombe, na baada ya hapo hali ya kipato cha samaki kilikuwa kikiongezeka sana. Nyavu zimegoma siku hizi. Wazee wanaamini mizimu imenuna kwa sababu hawafanyi matambiko kama zamani. Tangu tumefanya kwa mara ya mwisho tumefanya miaka 3 iliyopita, lakini kipato cha samaki kilikuwa kipatikana sana, lakini kutokana na mwingiliano wa watu wengine wanavuruga tena maeneo ya matambiko, lakini pamoja na kuligundua hilo baada ya samaki kwa kupungua, bado meteuliwa watu kwa wanalinda hayo maeneo ya mitambiko. Ila mpaka sasa hivi kama hatujarudia kufanya hilo tambiko, na tumaini labda uongozi kama utashirikiana na wanaukoo wa hiki kisiwa, mambo yanaweza kama mazuri, tukarudia tena kufanya tambiko jingine. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, simulizi hizi zinaibua mjadala mpana zaidi unapogusa si tu kisiwa cha Mbezi bali ukanda mzima wa Ziwa Victoria. Je, kupungua kwa samaki kunahitaji suluhisho la kisayansi pekee au kuna nafasi za maarifa ya jadi? Mimi nakikumbuka ni kwamba katika kuchangia kufanya hilo tambiko nilishiriki kuhamasisha wana kisiwa hiki kutoa michango ili tuweze kufanikisha kupata mahitaji ya mitambiko. Hicho ndio sitakisahau, na kweli tambiko lilifanyika na kipato kikapatikana. Angalau wengine hawakuwa na imani, lakini waliona matokeo yake. Dagaa zilikuwa ni nyingi, hata sangaa pia na wenyewe walipatikana kwa wingi sana. Wataalamu wa mazingira wamekuwa wakisisitiza uvuvi endelevu, matumizi sahihi ya nyavu na udhibiti wa uvuvi haramu kama njia kuu ya kulinda rasilimali za ziwa. Lakini kwa wakazi wa Mbezi, mila na desturi si jambo la kupuuza. Wanaamini sehemu muhimu ya mfumo wa uhifadhi uliokuwepo kabla ya sera za kisasa. Swali linabaki, je, kufuata mila ni suluhisho au kunahitajika muunganiko wa maarifa ya jadi na sayansi ya kisasa ili kunusuru Ziwa Victoria? Na washauri pia tusisahau mila, kwa sababu mila na desturi zilikuwepo tangu zamani. Kwa hiyo kwa kuwa tulishawahi kufanya tukaona matokeo yake, tuendelee kuwa na imani hiyo, tushirikiane tu. Kama itatokea kwamba ombi la kwamba tufanye matambiko, tushirikiane tu, asisite. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, na kufika hapo naweka nukta katika makala haya ya Afrika Mashariki, ambapo tumekuwa tukimulika na kuchunguza nafasi ya mila na desturi katika uvuvi na uhifadhi wa rasilimali za Ziwa Victoria. Je, jadi inaweza kulinda ziwa hili au sayansi pekee ndiyo suluhisho? Hadi wakati mwingine, mwandalizi na msimulizi wako naitwa Martin Nyoni. Kwa heri kwa sasa na uwe na wakati mwema.
Wakati vita vya Mashariki ya Kati vikiendelea kwa wiki ya 4, baadhi ya mataifa ya Afrika yameanza kushuhudia changamoto ya nishati ya mafuta kutokana na hatua ya Iran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya bahari ya usafirishaji wa bidhaa hiyo muhimu. Je, nchi yako imeanza kushuhudia uhaba wa mafuta? Unafikiri nchi yako imejiandaa kukabiliana na changamoto hii? Shiriki mada kwa kutuma maoni yako ya sauti kwenda namba +254 110 000 420. Kukumbushe baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia. Watu wawili wakamatwa nchini Kenya baada ya kufukuliwa miili 33 kwenye kaburi la pamoja eneo la bonde la Ufa. Ghana na Umoja wa Ulaya zatiliana saini mkataba wa kwanza wa ushirikiano. Na rais wa Marekani Donald Trump atumia Iran mapendekezo yake ya mpango wa amani. Utapata matangazo haya na habari kwenye tovuti ya RFI Kiswahili. Haya, asante sana hapo Carol Coril kwa uelekezio mzuri sana. Msikilizaji, basi na tunatamatisha hivi kwamba hakuna muda mwingi uliosalia kwa Marekani kujinasua kutoka kwenye mkwamo. Marekani itashambulia miundombinu yake, huku ripoti zikieleza mashambulizi mapya yaliyolenga vituo vya gesi nchini humo. Mohsen Rezaei, afisa wa ngazi ya juu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC na mwanachama wa baraza la utambuzi wa maslahi ya taifa la Iran, amesema Iran itaidhoofisha Marekani na kuzizamisha meli zake katika ghuba ya Uarabuni endapo miundombinu ya Iran itashambuliwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali IRNA, Rezaei alisema muda wa mwisho wa kuiokoa Marekani unakaribia, na akaonya kuwa hakuna muda mwingi uliosalia kwa Washington kujinasua kutoka kwenye mkwamo wa sasa. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa mashambulizi ya Marekani na Israel yalilenga miundombinu ya gesi saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kurudi nyuma kutoka tishio lake la kushambulia vituo vya umeme vya Iran. Shirika la habari la Fars lilisema jengo la utawala wa gesi pamoja na kituo cha kudhibiti shinikizo la gesi katika mtaa wa Kave, Isfahan, vilishambuliwa na kusababisha uharibifu wa sehemu. Ripoti hiyo pia ilisema bomba la gesi linalohusiana na kituo cha umeme cha Khorramshahr kusini magharibi mwa Iran lililengwa katika shambulio tofauti. Licha ya mashambulizi hayo, waziri wa nishati wa Iran Abbas Aliabad alipunguza wasiwasi akisema nchi imegawanya uzalishaji wa umeme na ina uwezo wa kujenga upya haraka vituo vitakavyoharibiwa. Wananchi hawapaswi kuwa na wasiwasi kabisa. Kama vituo vya umeme vitashambuliwa, vitajengwa upya na kuboreshwa haraka, alisema Aliabad katika kauli iliyorushwa na televisheni ya serikali IRIB. Msikilizaji, basi na kwa kauli hiyo basi tunatamatisha jukwaa letu mida hii. Tutapatana hapo mwendo wa saa 2:30 kwa taarifa ya habari.